Mtazamaji wa Mbayu TV, taarifa ambazo zimetufikia hivi punde ni kwamba mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa, Tundu Antipas Lissu amekamatwa na jeshi la polisi wilayani Mbinga mkoani Ruvuma muda mfupi baada ya kumaliza kikao chake, ambapo taarifa ambayo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ameichapisha katika ukurasa wake wa X, zamani Twitter, imeeleza kukamatwa kwa kiongozi huyo ambaye anakiongoza chama hicho cha upinzani hapa nchini Tanzania, ambapo mambo yamekuwa ni mengi sana hivi sasa kutokana na masuala ya kisiasa ambayo yanaendelea hapa nchini Tanzania, ambapo hata makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche yeye ameweza kuthibitisha kwamba nimepewa taarifa ya kukamatwa kwa Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wetu wa chama taifa, muda huu huko Mbinga. Tunafuatilia na tutatoa taarifa kamili kuhusu tukio hilo muda si mrefu, ambapo lolote baya likimtokea mwenyekiti, serikali inawajibika kwa 100%. Lakini viongozi mbalimbali wa chama hicho waliweza kuja na kutoa taarifa zao kuhusiana na masuala kama haya. Lakini katika msafara wa Tundu Antipas Lissu ameongozana na baadhi ya viongozi akiwemo Ole Sosopi, lakini pia akiwemo mjumbe wa baraza kuu wa Chadema ama mjumbe wa kamati kuu ya Chadema kwa maana ya Godbless Lema. Yeye ameweza kuandika katika ukurasa wake wa X, zamani Twitter, anasema kwamba baada ya mkutano leo jioni saa 12 kamili wilaya ya Mbinga, wakati wa kufunga mkutano, OCD alifuata mwenyekiti Tundu Lissu jukwani, akamwambia tafadhali ukishuka hapo jukwani ingia kwenye gari ya polisi na kutaka polisi kwa mahojiano. Mheshimiwa Lissu akamwambia nimefanya nini, huku akiendelea kuchangisha fedha katika hadhara kwamba ni tone tone. Baada ya kuona hiyo zogo, Kamanda Sosopi alimfuata OCD na kumwambia kama Lissu analo jambo na nyie, please mnaweza kuja pale tulipofikia mkamchukua kwa utaratibu, hapa mtazoa tafrani kubwa maana halaiki hapa ni kubwa. Pia mimi nilisisitiza ushauri huo kwa OCD na wasaidizi wake wengine. Alionekana kama anaelewa, lakini ghafla mabomu ya machozi mengi yalianza kurindima. Mheshimiwa Lissu akakamatwa na sasa yuko katika kituo cha polisi Mbinga, ambapo taarifa ambayo ilikuwa imechapishwa katika ukurasa wa Chadema ilikuwa inaonyesha kwamba haieleweki kwamba amepelekwa katika kituo gani cha polisi, lakini Godbless Lema ameweza kutoa kwamba yupo katika kituo cha polisi cha Mbinga. Na hii ni kutokana na ile, utakumbuka chama cha demokrasia na maendeleo Chadema hivi sasa wanazunguka katika mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania. Tulishuhudia walizindua mikutano yao kule katika kanda ya Nyasa, wakafanya mikutano kule, na hivi sasa wapo katika kanda ya kusini ambayo inajumuisha mikoa ya Mtwara, Lindi pamoja na Ruvuma. Mikoa hiyo ni mikoa ya kusini kikanda kwa upande wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Wanafanya mikutano yao huko hivi sasa, na leo hii walikuwa wamegawana. John Heche alikuwa katika jimbo la Peramiho, lakini kwa upande wa Tundu Lissu yeye akaelekea katika wilaya ya Mbinga. Huko ndiko alikokuwa akifanya mikutano yake ya kuhakikisha kwamba wanaipeleka ile ajenda ya tone tone, lakini pia wanaipeleka ajenda ya no reform no election, ambayo hivi sasa wanaisimamia kwamba kama hakutokuwa kuna mabadiliko katika sheria mbalimbali za kiuchaguzi, basi wao kama chama cha demokrasia na maendeleo Chadema watahakikisha kwamba hawashiriki uchaguzi, na wameenda mbali na kusema kwamba hawatoishia tu kusema hawashiriki uchaguzi, bali wataweza kuzuia uchaguzi. Na katika mazingira mengine amekuwa akinukuliwa kabisa Tundu Lissu kwamba wanaweza, kama mnasema tutazusha uhaini, basi sisi tutasupport na kuhamasisha uhaini, kitu ambacho kimekuwa kiibua maswali ya watu wengi kwamba mambo yanakuaje kama wenyewe wameamua kuja hivi na kutoa hadi kauli kama hizi. Lakini taarifa ambazo tupo nazo hivi sasa ni kwamba Tundu Antipas Lissu ameweza kukamatwa na uchunguzi wa jeshi la polisi, nadhani, na kwa sababu ni chombo ambacho kimekuwa kikiweka taarifa kwa wazi, basi watakuja na kuzitoa taarifa kwamba amekamatwa, watathibitisha swala hilo, lakini pia watakuja wataweza kutoa ufafanuzi amekamatwa kwa ajili ya swala gani. Lakini pia wao kama chama cha demokrasia na maendeleo Chadema walisema kwamba wanafuatilia swala hili kwa ukaribu, na wakizipata taarifa kamili basi watakuja kuweza kutoa tamko rasmi. Lakini pia uongozi wa Chadema umeeleza kusikitishwa na kitendo hicho, wakitaja kwa kama ni ukiukwaji wa haki za kisiasa na uhuru wa kujieleza unaolindwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi wa chama hicho wanasema wanaendelea kufuatilia mahali alipopelekwa mwenyekiti huyo na hatua za kisheria zitakazofuata.
Tukio hili linakuja wakati ambao joto la kisiasa nchini linaendelea kupanda kuelekea uchaguzi mkuu ujao, huku Chadema ikiendelea ziara zake nchi nzima kuzungumza na wananchi kuhusu masuala ya kisiasa na kijamii. Hii si mara ya kwanza kwa Mheshimiwa Tundu Lissu kukamatwa akiwa kwenye harakati za kisiasa. Mbai Online TV inaendelea kufuatilia tukio hili kwa ukaribu na itawapa taarifa zaidi kadri hali inavyoendelea kubadilika. Tafadhali endelea kuwa nasi kwa habari za uhakika na kwa wakati, lakini pia hakikisha kwamba una subscribe katika YouTube channel yetu, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupa wewe kila siku na kila saa. Na pia unayo fursa ya kutufuata pale katika akaunti yetu ya Instagram. Sisi huko tunapatikana kwa jina la Mbayu TV. Tufuate huko kwa ajili ya kushare vitu vingi zaidi. Langu jina niite David Edward. Uwe na siku njema.